Mimi ninaitwa Teddy Kitu, ninafanya kazi kwenye taasisi inaitwa Holy Spirit Learning Center. Holy Spirit Learning Center ni taasisi ya kidini ambayo iko kwa ajili ya kuwasaidia wanadamu wote kumfahamu Roho Mtakatifu kama mwalimu. Hiyo ndio sababu yetu kubwa, kumfahamu Roho Mtakatifu kama mwalimu na mlezi wa watu wazima, lakini pia mwalimu na mlezi wa watoto. Kwa tumejikita katika kusambaza maandiko au maandishi ambayo yanawafundisha watu kuhusu kumfahamu Mungu, kumpenda Mungu, lakini pia kumtumainia na kumtegemea Mungu. Hivyo tunauza Biblia, tunauza vitabu vilivyoandikwa na waandishi wengine, sisi wenyewe tukiwepo mimi na mume wangu tunaandika vitabu, lakini pia watu wengine wanakuwa wameandika vitabu ambavyo tunaviuza pia. Na tunatamani watu wafahamu sana kwamba kumfahamu Mungu kunaanza kwenye kumpenda Mungu. Mtu yote unayempenda utataka kumfahamu. Ni kama kwenye mahusiano tu ya kawaida, ukimpenda mtu unatamani kumfahamu, anaishi wapi, anafanya shughuli gani, anapenda nini na vitu kama hivyo. Na unaweza hata ukajitahidi kuwa na marafiki wa karibu kwa yule mtu ili wakusaidie kumfahamu huyo mtu. Kwa na sisi tukaona ni heri tukajikita kwenye kumtambulisha Mungu. Sio kama hajatambulishwa huko nyuma, lakini ni kuongeza juhudi kwenye zile ambazo tayari zimekuwepo, kumtambulisha Mungu katika jamii ya Watanzania na watu wengine wote, kwa sababu Holy Spirit Learning Center inatumikia au inawahudumia watu zaidi ya hapa wa Tanzania. Kwa tunasambaza Biblia za aina mbalimbali, Biblia zilizo nzuri kwa kila mtu, kwa watu wazima na kwa watoto wadogo. Lakini pia tumejikita kwenye kutengeneza mifumo ambayo tunaiweka kwenye vishkwambi kwa ajili ya watoto wadogo. Tunafahamu jinsi ambavyo maadili yamebadilika katika jamii yetu. Kumekuwa kuna mafundisho mengi sana ambayo watoto wanapata kwenye mitandao ya jamii. Na unakuta mzazi yuko bize, wazazi wako bize, wanamwachia mtoto simu au kishkwambi, tablets, aweze kujifundisha yeye mwenyewe, na anakutana na vitu vingi sana vya ajabu. Na sisi tukapata mzigo sana kutoka kwa Roho Mtakatifu akisema iambieni jamii mnayoishi nayo kwamba mwalimu sio internet. Mwalimu wa watoto sio internet wala sio jamii ambayo hawaioni, bali ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo tunatengeneza program ambazo tunaweka kwenye tablet, program ambazo ni mafundisho ya kielimu kabisa. Tunaweka mafundisho ya dini, lakini pia tunaweka mafundisho ya masomo kama hisabati, English na science. Kwa hiyo mtoto anakuwa anashika tablet yake akiwa anajifunza na akifundishwa na Roho Mtakatifu, badala ya kushika tablet akaingia kwenye mtandao kuanza kujifunza vitu vingine. Nimesema tunahudumia jamii zaidi ya hapa Tanzania kwa sababu tuna wateja ambao tumekuwa tukiwahudumia wako wengine nje ya nchi kabisa. Tanzania, nchi mbalimbali, nilisema nikitaja zitakuwa ni nyingi sana, lakini ni wajibu wetu, ni wito wetu, tunausikia huo mzigo kuwamtambulisha Roho Mtakatifu katika familia. Familia nyingi sana zimekuwa zikitegemea marafiki, jamii na zaidi internet. Unakuta mtu anasema kabisa, nimleeje mtoto wangu akiingia kwenye internet? Sio kitu kibaya, kwa sababu watu hapo wamefanya utafiti na wameandika hayo maandiko kama utafanya 1, 2, 3. Lakini kumbe mtu mzuri wa kumuuliza ni Mungu mwenyewe, ambaye tunajua katika Biblia tunaambiwa kwenye Isaya 54 mstari wa 13, watoto wenu watafundishwa na Bwana na amani yao itakuwa tele. Sio watoto wenu watafundishwa na internet, sio watoto wenu watafundishwa na mwalimu wa shule, sio watoto wenu watafundishwa na mtu yoyote. Hawa wote watafundisha wakisaidiwa au wakiongozwa, wakitanguliwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sisi tupo leo hii katika wiki hii ya Sabasaba, tuko katika eneo la Sabasaba, tumekuja kuleta haya maandiko ili watu waweze kufaidika, lakini pia kutoa elimu kwa jamii kwamba usitegemee tu vile ambavyo unaviona katika mitandao kwa ajili ya kujifunza. Mtegemee Mungu, mtegemee Roho Mtakatifu. Lakini hali kadhalika tukitoka hapa Sabasaba tunapatikana maeneo ya Tabata, kunaitwa Tabata Kisukuru, ambako ndiko ofisi yetu ilipo, ndio makao makuu ilipo, lakini bado tunahudumia watu katika mitandao ya jamii. Nipende kutoa wito kwa kila mzazi, kwa kila kijana, kwa kila mwananchi wa Tanzania na hata nje ya Tanzania anayesikia sauti hii, ajue kwamba Mungu yupo. Na Mungu anatamani sana kuwa na mahusiano na wewe na familia yako. Na Mungu anatamani kumfahamu. Na mahusiano ya kwako na Mungu hayatajengwa kwa kwenda kanisani tu, lakini ukiweka juhudi binafsi za kumtafuta, kumfahamu na kumpenda, itakuwa rahisi sana kwa yeye kujifunua kwako.
Ukikaa nyumbani kwako ukamwambia tunataka kusoma Biblia, nisaidie nisomaje. Kuhitaji hata kuwa na maombi, uhitaji kuwekewa mikono. Ukisema tu sentensi hiyo tu, Mungu atajidhihirisha kwake. Ukionyesha juhudi za kumtafuta, naye atajifunua kwako. Kwa hiyo Holy Spirit Learning Center ipo kumtambulisha Mungu na kumtambulisha Roho Mtakatifu kama mwalimu na mwongozi wa familia yako. Usikae mpweke ukasema sina marafiki, kwa sababu dunia sasa hivi ndiko tunakoelekea. Kila mtu anadhani niko na marafiki wengi, lakini watu wengi ni wapweke. Watu wengi wana stress, watu wengi wanapitia mambo magumu sana, lakini Roho Mtakatifu yupo kutuhudumia. Simu ni rafiki mzuri, mtandao ni rafiki mzuri, vitabu ni rafiki wazuri, lakini tukimtegemea Roho Mtakatifu atatusaidia kutumia simu, kutumia marafiki na kutumia mitandao na kila kinachotuzunguka kubadilisha maisha yetu. Kwa karibuni wa Tanzania, karibuni jamii yote inayoangalia hizi channels, tuweze kwa pamoja kumpa shirika Roho Mtakatifu ayabadilishe maisha yetu, atufundishe kwa upya, atusaidie na sisi kwenda kuwa baraka kwa watu wengine ambao wametuzunguka.